tarehe 28 mwezi huu wa 6 mwaka huu 2025, nina furaha isiyokuwa na kifani wakati napokea mwaliko kupitia taasisi ya Darul Ulum, Darul Arqam na Darul Hadith As-Salafiyah, chuo cha utumishi na baraza la kina mama wa Kiislamu hapa Tanga. Baada ya ratiba kupangwa, kijana wangu Abdillahi mwana wa Maalim Mashi aliniambia, Jumamosi baada al-asri tumekupangia utakuwa nyumbani. Na nimesikia hapa historia fupi hapa tulipo. Msikiti huu ambao uko nyuma yangu, imamu mkuu alikuwa mzazi wa kijana wangu Abdillahi mwana wa Maalim Mashi. Namwomba Allah amrahamu Maalim Mashi na awarahamu maiti wa Kiislamu. Ndugu zangu, kutokana na muda, nitumie fursa hii walau kwa uchache nikwambieni ya kuwa ujumbe wangu unasema uharamu wa Waislamu kutozungumza zaidi ya siku 3. Na mafundisho niliyokuja nayo ni mafundisho sahihi kutoka ndani ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Magomvi baina ya Waislamu yamekithiri. Uhasama baina ya Waislamu umekithiri. Na hata uadui sasa baina ya Waislamu wao kwa wao umekuwa mkubwa maeneo mbalimbali, illa man rahim Allah, isipokuwa wale wachache ambao Allah amewarahamu. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwa maisha yake alitamka maneno mazito sana. Alitoa statement zinazostahiki kuandikwa kwa wino wa nuru kabla ya wino wa dhahabu. Anasema, inna shaitana qad yaisa, na riwaya nyingine qad aisa an ya'budahu almusalluna fi jazirati al-arab. Anatuambia shetani amekwisha kata tamaa ya kuwa katika visiwa hivi vya Kiarabu hapa Maka na Madina hatoabudiwa tena na nyinyi waswaliji. Bwana mkubwa Iblis amekwisha kata tamaa ya kuwa hawa ambao huko nyuma walikuwa wakiabudia masanamu, ambao wametumiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaja kuwatoa katika kiza na kuwaleta katika nuru, shetani amekwisha kata tamaa ya kuwa hawatomsujudia tena kama walivyokuwa wakimsujudia kabla ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad. Lakini shetani kuna mlango mpya alioupata, kuna mlango mpya alioufungua, walakin fi tahrishi bainahum. Lakini shetani baada ya kukubali ya kuwa hawa siwezi kuwashawishi kwa namna yoyote waniabudie mimi Iblis,
akaamua kuja na staili yake ya kuwagombanisha na kuwagonganisha vichwa. Na ndio maana leo utaona Waislamu jambo dogo tu wanagombana, wanakata udugu, hakuna tena kuzungumza, hakuna tena kusemeshana, wanakutana wanapishana. Kwa hapa Tanga nasikia lugha hii inaitwa shonde. Sasa sikiliza wazee wa shonde, sikilizeni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Sahihul Bukhari hadithi nambari 677 na katika Sahihu Muslim hadithi nambari 2560 min hadithi Abi Ayyub الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ebu sikilizeni mafundisho ya mtume wetu, sikilizeni maelekezo ya mtume wetu, sikilizeni mtume wetu anachotuambia Waislamu. La yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Bwana mtume anasema si halali hata kidogo Muislamu kumhama Muislamu mwenzake, kumfungia vioo Muislamu mwenzake, kutoongea na Muislamu mwenzake, kutosemeshana na Muislamu mwenzake, kuwa na shonde na Muislamu mwenzake zaidi ya siku 3. Mwisho wa magomvi ni siku 3 tu, ndugu zangu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa ni mwalimu wa walimu, daktari wa madaktari, profesa wa maprofesa, imamu wa maimamu, bingwa wa mabingwa, anatupa picha halisi tangia miaka zaidi ya 1400 huko nyuma. Anasema yaltaqiyani, Waislamu wawili wanakutana njiani, fayuridu hadha wa yuridu hadha. Huyu anampuuza mwenzake na kumpa mgongo, na mwingine anampuuza mwenzake na kumpa mgongo. Hakuna wa kutoa salamu kwa Muislamu mwenzake. Kisha akasema wa khairuhuma man badaa bisalam, na hawa wagombanao wawili mbora wao mbele ya Allah, mwenye kheri zaidi mbele ya Allah ni yupi? Ni yule ambaye pindi anapokutana na mwenzake ambaye kagombana naye anaanza kumtolea salamu. Hali leo ni tete, ndugu zangu. Huko nyuma tulikuwa tukisema tabia za kununiana, tabia za kununa, tabia za kuzira, tabia za kususa, tabia za kutunisha mdomo. Huko nyuma tulikuwa tunasema ni tabia za kina mama. Siku hizi kina baba hatujambo baba. Kina baba tunajua kususa, kina baba tunajua kununa, domo linatuna kama puto. Mwanaume hanunagi babu, mwanaume hasusagi babu, mwanaume hatunishi domo babu, mwanaume anakasirika. Sasa leo mpaka wanaume tunanuniana, tunaswali sala 5 tena msikiti mmoja, tena tunagongana katika lango kuu la nyumba ya Allah. Fayuridu hadha wa yuridu hadha, huyu anampuuza mwenzake
na mwingine naye anampuuza mwenzake, hakuna wa kumsalimia mwenzake. Mafundisho ya huyu mtume tunayedai tunampenda na tunafata sunna zake tunaziweka pembeni, unampita mwenzako kama humjui. Na tuna kauli mbiu tunasema kwamba ukitia vioo na mimi natia tinted. Wanaume hao. Sasa sikiliza ndugu yangu, nini hukumu ya mtu ambaye haongei na muislamu mwenzake, hasemeshani na muislamu mwenzake, wakikutana kila mmoja ana za kwake na yuko kivyake? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sahihu ya al-Imami Abi Daud hadithi nambari 4914 anatueleza matatizo ya kutoongea zaidi ya siku 3. Anatufahamisha ukifa hali ya kuwa kuna watu chungu nzima umewafungia vioo, huzungumzi nao, husamisheni nao, unashonde na wao, angalia hukumu yako na makazi yako. Bwana Mtume anasema faman hajara fawqa 3 famata dakhala an-nar, atakaye muhama muislamu mwenzake, hazungumzi na muislamu mwenzake, hasemeshani na muislamu mwenzake, anashonde na muislamu mwenzake zaidi ya siku 3 kisha akafariki, Allah atampeleka motoni. Tena baadhi yetu namna tulivyokuwa hatutaki kusikia la Allah wala mtume, hata sulhu hatutaki. Mtu anakuambia usinijue, nisikujue, na jeneza langu nikifa usiligusi. Haya sasa ushakufa, akiligusa wewe unajua? Ndugu zangu, kwa kweli shetani amepata nafasi kubwa sana baina yetu na amefanikiwa kutugombanisha. Majirani leo hawapatani, kisa na mkasa mtoto wa huyu na wa huyu wamegombana, watu wazima wananunua ugomvi. Aibu tena ya kimataifa. Wazazi mnagombana kwa sababu ya ugomvi wa watoto, na Allah alivyokuwa mkubwa, masaa mawili ni mengi, wale watoto wanakuja kupatana, wameshikana mikono wanacheza, wanakuumbueni nyinyi wazee watu wazima mlioununua ugomvi wao. Hebu sikiliza katika sahihu ya al-Imami Abi Daud kwa nambari 4915, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutuambia atakayekufa hali ya kuwa hazungumzi na mwenzake zaidi ya siku 3, akifa anapelekwa motoni. Sasa anatuambia tena, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi, atakaye muhama ndugu yake, hazungumzi na ndugu yake, kamkata ndugu yake, hasemeshani na ndugu yake mwaka mzima, ukifikisha mwaka mmoja, hukumu yako mbele ya Allah unaandikiwa kana kwamba umemwaga damu yake. Dunia ni fupi sana ndugu zangu. Ni kitu gani hasa sisi leo majirani, waumini wa msikiti mmoja, tunaoishi mtaa mmoja, ni kitu gani hasa kinachotufanya mpaka hatusalimiani, hatuzungumzi, hatusemeshani zaidi ya siku 3? Kitu gani hasa kama sio shetani kutupanda vichwani na kutuchezea? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika makatazo yake, sikilizeni makatazo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema almuslimu akhul muslim,
Muislam ndugu yake ni Muislam, la yadhlimuhu, hapaswi amdhulumu, wala yakhdhuluhu, hapaswi amwangushe, wala yahqiruhu, hapaswi amdogeshe. Kisha akaendelea katika hadithi iliyo ndefu akasema, wala tabaghadu, wala msichukiane. Leo Waislamu tunachukiana, hatuchukiani? Tunachukiana, hatuchukiani? Hata haya maneno ninayasema msichukiane, kuna watu pia wanachukia nikisema maneno haya. Haya si maneno ya Mtume, na sisi tunadai tunamfuata Mtume, na Mtume kasema wala tabaghadu, wala msichukiane. Sasa kosa langu mimi ni nini? Kunukuu hadithi ya Mtume. Wala tahasadu, wala msihusudiane, wala taqata'u, wala msikatane, wala tadabaru, wala msipeane migongo, msisusane, msigombane. Mafundisho haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama leo yako wapi kwa umma wa Muhammad ambao tunadai tunampenda na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Atu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd? Tumekuwa ni watu wa kuamini baadhi ya mafundisho na kukufuru baadhi. Leo adui wa Muislamu ni Muislamu, mwenye chuki na Muislamu ni Muislamu, mwenye shonde na Muislamu ni Muislamu, hasidi wa Muislamu ni Muislamu, anayemtakia mabaya Muislamu ni Muislamu. Leo wenye roho ya kisokorokwinyo ni Waislamu, watu wa Mwamboni. Roho ya kisokorokwinyo mnaijua? Nyinyi mnajua roho ya shondo tusio shonde tusio? Mnajua roho ya shonde peke yake? Hebu sema roho ya kisokorokwinyo. Hii unaweza kuzunguka dunia nzima usipate maana yake mpaka uje kwetu Temeke. Roho ya kisokorokwinyo maana yake roho ya korosho. Korosho imepinda, imenyoka. Korosho mwenzake nani? Wanazaliwa pamoja na nani? Bibo. Limenyoka, korosho limepinda. Korosho linaiva juu ya mti, limepinda. Linadondoka na bibo, limepinda. Likamate litie kwenye jiko, kwenye moto, limepinda. Unalitia mdomoni kulitafuna, limepinda. Linakwenda tumboni, limepinda. Korosho mpaka linaingia kaburini, limepinda. Na kuna Waislamu wana roho ya korosho. Tena sio roho ya kupinda tu, roho ya kunyongorota. Mnaijua dawa ya mbu ya zamani iliyonyongorota hivi nazunguka hivi? Kuna watu wana roho iliyonyongorota. Kwa taarifa yenu ndugu zangu, mwenye roho iliyonyongorota, roho ya korosho, roho ya kisokorokwinyo hawezi kuingia peponi. Msikilize Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema ndani ya Qur'an ala lisani Ibrahim alayhi salam katika suratu Ash-Shu'ara. Anasemaje? wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malu wala banun yawma la yanfa'u
إلا من أتى الله بقلب سليم. Nabi Ibrahim anamwambia Allah, wala tukhzini yawma yub'athun, Mola wangu nakuomba usinifedheheshe, usiniangushe siku ya kufufuliwa waja wako. Yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mali haitomfaa mtu, watoto hawatomfaa mtu. Yupi atakayeibuka kidedea? Yupi atakayefuzu siku hiyo? Illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atamjia Allah ili hali moyo wake umesalimika. Walidhalika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa siku moja, ayu nasi afdalu ya rasul Allah, ni nani katika watu ni mbora? Ayu nasi afdal, ni nani katika watu ni bora? Akasema kullu mahmumil qalbi saduqil lisan, mtu bora kuliko wote ni yule ambaye mwenye moyo ulio mahmum na mkweli wa maneno. Masahaba wakasema saduqul lisani na'rifuhu ya rasul Allah, huyu mkweli wa maneno tunamjua. Maana yake nini? Tunajua saduqu al-lisani, tunajua ni nani msema kweli. Fama mahmumul qalbi, mahmumul qalbi ni nani? Akasema huwa at-taqiyyu an-naqiyyu alladhi la ithma fihi wala baghya wala hasada. Mtu bora katika viumbe wa Allah ni yule ambaye ana moyo ulio mahmum. Moyo mahmum, bwana mtume anasema, ni moyo uliojaa ndani yake ucha Mungu. Mosi. Pili, moyo ulio msafi mtakatifu. Tatu, moyo usiojua madhambi. Nne, moyo usiojua dhulma. Tano, moyo usiojua vifundo. Sita, moyo usiojua hasad. Nataka nihitimishe na aya katika suratu Al-Mumtahina. Wakati Allah anawazungumzia masahaba al-Muhajirin, akaja akawazungumzia al-Ansar, aya iliyofuata akawazungumzia wale waliokuja baada ya masahaba. Msikilize Allah anasemaje: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. محل الشاهد سسا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Na wale waliokuja baada ya masahaba wanaomba dua ifuatayo: rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wanasema, Mola wetu mlezi, tusameh sisi makosa yetu, wasameh ndugu zetu waliokwisha tangulia mbele ya haki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Mola wetu mlezi, tunakuomba usijalie katika vifua vyetu kuwa na vifundo dhidi ya wale walioamini. Haya si mafundisho ya Qur'an? Qur'an inatuambia tumuombe Allah atusaidie, tuombe dua hii sisi tuliokuja baada ya masahaba. Tumuombe Allah atakase nafsi zetu, mioyo yetu, nyoyo zetu. Tumuombe Allah kubwa kuliko yote,
asije akajalia tukawa na roho ya kisokoro kwinyo, asitujalie kuwa na vifundo katika nafsi zetu dhidi ya wale walioamini. Huu ndo Uislamu. Namaliza, ukimwona Muislamu ana kisokoro kwinyo, ukimwona Muislamu ana shonde, ukimwona Muislamu ana chuki na Muislamu mwenzake, ukae ukifahamu huyo imani yake bado haijakamilika, kwa kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi iko mikononi mwake, hamtoingia peponi mpaka muamini na hamtoamini mpaka mupendane. Maana yake imani zenu haiwezi kukamilika, imani zenu haziwezi kukamilika mpaka mufikie pahala muwe wenye kupendana. Al-Imam Shafi'i anasema, naibu zamanana wal aibu fina wama li zamanina aibun siwana ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ولكن يأكل بعضنا بعضا عيانا naibu zamanana wal aibu fina. Siku zote tunazitia doa na dosari zama zetu. Dunia bwana imeharibika, zama bwana zimeharibika. Al-Imamu Shafi'i anasema dunia haijaharibika, zama hazijaharibika, sisi ndio tulioharibika. Na kama dunia yetu itakuwa ina kasoro, ina aibu, basi kasoro ya dunia yetu na aibu yake ni kile kitendo cha mimi na wewe kuishi katika dunia hii. Wazee wa visokoro kwinyo, na lau Allah angejalia dunia ikaweza kutamka, ingetushambulia kweli kweli na kusema mimi sina tatizo, tatizo liko kwenu. Kisha akasema walaysa dhi'bu yakulu lahma dhi'bin, hajapatapo kuonekanika mbwa mwitu akila nyama ya mbwa mwitu mwenzake, walakin yakulu ba'duna ba'dan ayana, lakini sisi leo wanadamu tunakulana wenyewe kwa wenyewe. Mbwa mwitu ni mwiko kwake kula nyama ya mbwa mwitu mwenzake, lakini leo wanadamu wako tayari kula nyama za wanadamu wenzao. ليت الكلاب كانت لنا مجاورة وليتنا لا نرى مما نرى أحدا إن الكلاب لتهدى في مواطنها والخلق شرهم ليس بهاد أبدا. Anasemaje al-Imam Shafi'i, laiti jirani zetu wangelikuwa ni mbwa kuliko wanadamu. Unasikia maneno mazito wazee? Laiti jirani zetu wangelikuwa ni mbwa kuliko wanadamu. Kwa nini? Akasema mbwa kuna wakati wanatulia, hawabweki, hawapigi kelele. Uongo kweli? Lakini shari na ubaya za wanadamu hazitulia asubuhi, mchana, jioni na usiku. Tubadilike jamaa. Dini ni akhlaq. Innama al-umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Muislamu anasifika kwa tabia njema. Mtume wetu amesifika kwa tabia njema, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Na yeye amegawa nyumba za pepo katika daraja kuu 3. Akasema mimi ninadhamini nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo kwa yule atakayeacha mabishano hata kama ana haki ya kubishana. Akasema tena ninadhamini nyumba iliyopo katikati ya pepo kwa yule atakayeacha kusema uongo hata kama anafanya mzaha. Kisha akasema wa ana zaimun bi baitin, na mimi Muhammad nadhamini nyumba iliyopo fi a'la aljanna, daraja la kwanza la pepo. Tazameni, nyumba ya kwanza iliyopo mwanzoni mwa pepo, anasema namdhamini yule atakayeacha mabishano.
Nyumba ya pili ipo katikati ya pepo, na mdhamini yule atakayeacha kusema uongo hata kama anafanya mzaha. Nyumba ya tatu iliyopo daraja la kwanza la pepo, jirani na Mtume Muhammad. Wana wa Mwamboni wangapi wanatamani kuwa jirani na Mtume Muhammad siku ya kiyama? Mkono juu tuwaone. Wanaotamani wakae jirani na bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi ni mojawapo, na namuomba Rahman alladhi allama alquran, sisi sote na wazazi wetu na vizazi vyetu aturuzuku ujirani mwema na Mtume Muhammad. Anasema nyumba ya tatu, na mdhamini liman hasuna khuluquh, kwa yule atakayekuwa na tabia njema. Baada ya kusema hayo, niseme pale nilipopatia ni taufiki ya Rahman, pale nilipokosea au nikatereza au nikachapia ni mapungufu ya kibinadamu. Na isitoshe meza leo imesheheni mashekhe mbalimbali. Kuliani kwangu kuna mudir wa Ma'wa al-Islam, kuna naib mudir. Kushotoni kwangu yuko Sheikh Hamza Mansur kutoka Mwanza, yuko Sheikh Ali Kiroboto, yuko Sheikh Said Umar, yuko Sheikh Fumo, yuko Sheikh Mbwana, yuko Sheikh Al-Mubajjal na wengine wengi mashekhe ambao sikuwataja hapa. Wamejaa mashallah tabarakallah, na ni kazi kweli kweli kuongea na Sheikh Dr. Qahtani. Anajificha ficha sana, yuko nyuma yangu pia. Unaweza ukazungumza mbele hawa vigogo, kuna vingine vikao vimekupiga chenga, si mnajua lakini nawaambia, wa in tajid aiban fasudda al-khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Baada ya kusema hayo, niwaombe mudir, ni kuombe mambo mawili. Lakini kabla ya kuomba mambo mawili, hapa nimesomewa risala ya kuwezeka upya madrasa, si ndio? Ambayo ndani yake husomeshwa Qur'an, si ndio jamani? Na risala inaonyesha mashini cost yake iko ngapi? 5,240,000. Namuomba katibu wangu anipe 5,240,000 nizitoe hapa hapa ili madrasa hii iweze kuwezekwa. Katibu wangu nipe umzigo bwana. Mudir, naomba uzihakiki hizi kwa niaba. Takbir! Allah! Baba yangu mzazi mzee Sharif Al-Ahdali amenifundisha, namba mwanangu, pesa hata nikikupa mimi zihakiki, hazina maana hizi. Zinaweza zikawa zimedondoka, zimepungua. Kwa hiyo zihakikini jamani. Ombi langu jamani, ombi langu mtanikubalia. Ombi la kwanza, naomba mashekhe wote hapo walikuwepo wale watoe salamu tu, na naomba niwakaribishe mimi kwa kuokoa muda. Mnasemaje? Mudir, umeniruhusu niwakaribisha moja moja watu wa salamu? Basi nianze na Sheikh Salim Dr. Qahtani, njoo hapa utoe salamu tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa Waislamu wa kuona. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa barakatuh. Jazakallah khair. Naomba maiki nimpe Sheikh Hamza Mansur, ndugu yangu, kipenzi changu, pacha wangu. Si mnaona tunavyofanana? Kuna mwaka alikwenda Burundi wapi, akapiga kiremba akajua ndo mimi, na wakati mwingine mimi wanajua ndo yeye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Mzima Sheikh. Mashi mzima ya. Sheikh hawaja kusikia bwana, wamezima bwana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ali Kiroboto, naomba usalimie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, naomba Sheikh Said Umar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Fumo, pole na wasumbua. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu bwana mudir, Alhamis tulipoingia tulifikia kwenye mgahawa mmoja unaitwa Swahili Lounge. Habari zake nzito. Kina mama wa Tanga mnatisha. Nimezunguka zaidi ya nchi 15 duniani kidawa, sijawahi kunywa chai ya nazi isipokuwa Tanga. Kahawa ya nazi iko Tanga tu. Alafu nikapewa jicho la mke mwenza. Jicho la mke mwenza.
Shefumo huyu rafiki yangu ana wake wanne, nikaba lazima ule macho yote manne hayo. Huyu ya mke mwenza. Naomba Sheikh Al-Mubajjal usalimie kisha wape mashekhe wengine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumpe Sheikh time, tunakuwa muda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumpe Shemash. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, hawa walikuwa Sheikh Ilyasa, Sheikh Al-Mubajjal, aliyefuatia Sheikh Mbwana, aliyefuatia Sheikh Mashi. Naib mudiri wa Ma'wa al-Islam pia tunaomba atoe salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, mashekhe wa kuchunga kawaid za lugha hizo na kusoma Qur'ani, kawaid ujui na kula kwako. Ndio mtu mmoja alisoma wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawma al-hajj al-akbari anna Allaha bari'un min al-mushrikina. Akasema wa rasulihi, akawa amekufuru kwa hilo. Alipaswa aseme anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Na tumesikia hapa mapito yake shekhe hapa. Ombi langu jamani, mtanikubalia? Jamani watu wa Mamboni, na ombi moja, mtakubali? Naomba nyote msimame, uwanja mzima msimame. Tushasimama? Kisha uwe mwenzio, mtazame aliyekuwa kuliani kwako. Mwanamke awe mwanamke mwenzio sharti, na mwanaume mwenzio. Kisha mkombatie, mwambie nakupenda kwa ajili ya Allah. Akhui Sheikh, barakallahu fik. Habib, barakallahu fik. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Naomba tuketi. Sasa nawashukuru sana pale nilipopatia taufiki ya Allah, pale nilipokosea mapungufu ya kibinadamu, na naomba munisameh. Mwisho naib mudir, hii amount imekamilika Imekamilika. Ahsante, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.